Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anazidi kumshinikiza Volodymyr Zelensky kukabidhi ardhi kwa Urusi katika juhudi za kumaliza mzozo kati ya Kiev na Moscow. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Bild ambalo limenukuu vyanzo. Siku ya Jumamosi, chombo cha habari cha Ujerumani kimeripoti kwamba ikulu ya White House inatoa shinikizo kubwa kwa kiongozi wa Ukraine ili kupata makubaliano. Kulingana na chapisho hilo, rais wa Marekani anaweza kutumia udhaifu wa Zelensky kufuatia kashfa ya ufisadi. Mwezi uliopita, mashirika ya kupambana na ufisadi yanayoungwa mkono na magharibi ya Ukraine yalitangaza matokeo ya awali kutoka kwa uchunguzi wa madai ya uporaji wa takribani dola milioni 100 katika sekta ya nishati na takwimu zinazohusishwa na mduara wa ndani wa Zelensky. Waziri wa nishati Svetlana Grinchuk na waziri wa sheria wa Ujerumani Galushchenko walijiuzulu kutokana na kashfa hiyo, akifuatiwa na msaidizi mkuu wa Zelensky na mshirika wa karibu Andriy Yermak. Shirika la habari la Bild limedai kuwa mazungumzo ya amani kati ya Marekani na mpatanishi yako katika hatua yake ya juu zaidi tangu kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo Februari mwaka 2022. Trump anasemekana kutafuta makubaliano kati ya Moscow na Kiev katika siku za usoni, huku Christmas ikiripotiwa kuwa tarehe ya mwisho. Trump wakati huu yupo nguvu sana kuona kwamba Ukraine inaachana na mpango wake wa vita wa miaka 4. Hata hivyo, sasa ametengeneza mpango ambao unaitaka Ukraine kuachia eneo, na ndicho ambacho Ukraine inalazimishwa wakati huu ili tu vita hivyo viweze kukamilika. Hata hivyo, anapaswa kuondoa wanajeshi wake katika eneo la Donbas. Hapo awali Kiev ilikataa kutambua maeneo ya zamani ya Donbas ya Ukraine kama sehemu ya Urusi. Jamhuri ya watu wa Donetsk na Luhansk zilipiga kura ya kujiunga na Urusi katika kura ya maoni iliyofanyika mwaka wa 2022. Hata hivyo, Zelensky amekubali kwamba Ukraine inaweza kufanya kura ya maoni kuhusu uwezekano wa makubaliano ya maeneo. Msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov alisema, akijibu kwamba Donbas ni eneo huru la Russia na kwamba Moscow itaweka udhibiti na sehemu za eneo hilo ambalo bado linakaliwa na Ukraine. Ameongeza kuwa Zelensky hadi sasa amepinga kuondolewa kwa wanajeshi wa Ukraine katika eneo hilo, licha ya hayo kuwa miongoni mwa mapendekezo ya amani ya Washington. Alhamisi ya wiki hii, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House kwamba mbali na rais Zelensky, watu wake walipenda dhana ya makubaliano ya amani aliyowasilisha mwezi uliopita. Rais wa Marekani aliongeza kuwa mchakato huo ulikuwa mgumu kidogo kwa sababu unakata ardhi kwa njia fulani. Katika mahojiano na shirika la habari la Politico siku ya Jumatatu, Trump alisema Zelensky itabidi apande mpira na kuanza kukubali mambo. Wakati huo huo, vikosi vya Urusi vinaendelea kusonga mbele huko Donbas baada ya kuikomboa ngome ngumu ya Sevensky hivi karibuni. Urusi inaendeleza mashambulizi katika kile ilichosema kwamba ikiwa Ukraine haitaki kukubaliana na mpango wa Trump, yenyewe itaendeleza mashambulizi hadi pale ambapo Ukraine itaamua kukubaliana na mipango ya kuacha mapigano. Hata hivyo, inaendelea kuwafukuza wanajeshi wa Ukraine waliopo eneo la Donbas, ikiwa ni pamoja na Luhansk pamoja na Donetsk. Maeneo mengine ni pamoja na Zaporizhia pamoja na Kherson bado yamekuwa katika hali ya mapambano wakati wote. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi yanayojiri katika ulimwengu.